Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena kwenye kipindi cha The Golden Boot. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia kunako kikosi cha Young Africans kuhusiana na uchaguzi mkuu ambao wanatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, mara baada ya kushuhudia mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi mkuu kunako klabu ya Young Africans kwa maana ya Malangwe Mchungahela kutoa utaratibu mzima juu ya nafasi zinazogombewa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2026. Na kwa mujibu wa Malangwe Mchungahela kwa maana ya mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ndani ya Young Africans, amezungumza kwamba nafasi ambazo zitakuwa zinagombewa ni nafasi ya urais na makamu wake, lakini pia wajumbe watano wa kamati ya uendeshaji wa klabu hiyo moja kwa moja. Na ukijaribu kuangalia kwa siku za hivi karibuni, tunafahamu kwamba klabu ya Young Africans iko chini ya Rais Engineer Hersi Said akiwa na msaidizi wake Arafat Haji, ambao waliingia kwenye madaraka mnamo mwaka 2022 mara baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka huo na kuchukua nafasi ya aliyekuwa mwenyekiti wa klabu hiyo kwa maana ya Mshindo Msola, na baadaye tukashuhudia transformation kubwa iliyobadilika kwenye klabu hiyo kutoka kwenye uongozi ambao uko chini ya mwenyekiti hadi kufikia katika uongozi ambao unaongozwa na rais wa klabu na ndio akawa Engineer Hersi Said. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Young Africans inazungumza kwamba uchaguzi mkuu wa klabu hiyo inapaswa ufanyike kila baada ya miaka minne, na kama ukipiga hesabu vizuri mwaka 2022 hadi mwaka 2026 basi ni miaka minne imepita. Ndio maana tarehe 2 mwezi wa 8 kwa mujibu wa katiba ya Young Africans na kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ndani ya Young Africans amethibitisha kwamba ndio itakuwa siku ama tarehe ya uchaguzi mkuu ndani ya klabu hiyo moja kwa moja. Na klabu ya Young Africans ni miongoni mwa klabu ambayo inaendeshwa kwa mfumo wa wanachama na wale ambao wanaiongoza klabu hiyo. So uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2026 pia utakuwa unawahusisha wanachama hawa kuwa sehemu ya uchaguzi huo moja kwa moja. Na kama nilivyokuambia, nafasi zinazogombewa ni rais na makamu wake, lakini pia nafasi 5 za wajumbe wa kamati ya uendeshaji wa klabu hiyo ya Young Africans, miongoni mwa timu kongwe tangu mwaka 1935 ndio klabu hii ilipoanzishwa moja kwa moja. Na ukijaribu kuangalia ama maneno yamekuwa mengi juu ya kile ambacho kinaelezwa, je, nafasi ya Engineer Hersi Said kwa muhula wa pili endapo ataweza kushinda ni ipi juu ya hichi ambacho amekifanya kwa miaka minne na kuwa ni miongoni mwa rais ambaye ameipatia Young Africans mafanikio makubwa ikiwemo kufika katika hatua ya fainali kunako mashindano ya kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2022 2023, lakini pia kuifanya Young Africans kuwa miongoni mwa timu ambayo ilifika katika hatua ya robo finali kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika msimu wa mwaka 2024 na kuwa miongoni mwa klabu bora kutokea ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo bado majina ya wagombea kwa safari hii hajawekwa hadharani, lakini bado kwa mujibu wa katiba Engineer Hersi Said ana uhuru wa kuweza pia kugombea tena muhula wa pili wa uchaguzi mkuu ama urais kwa miaka minne ijayo. Tuambie mwananchi, shabiki wa Young Africans, unafikiria ni wakati sahihi wa Engineer Hersi Said kuendelea kusalia kama rais wa klabu hiyo mara baada ya uchaguzi mkuu na kuweza kupata, kama akiweza kushinda kwa muhula wa pili? Tuambie kwenye comment hapo, kisha upitie ujumbe wako mfupi wa maandishi moja kwa moja kupitia hapa Anuari TV. Naitwa Leopard John, hadi wakati mwingine endelea kuwa nasi kwa maana hapa ndiko sehemu sahihi kwa wewe kupata habari kede za kimichezo.